Mtu utasikia wanawake hawantaki eti kwa sina kitu. Sasa si bora? Au unaonaje wewe? Tena mtu anakuwa mnyonge bwana. Mimi tangu wadoe hawanitaki. Kwa kuwa wananiona lofa. Bora hivyo kuliko kuwa lofa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumsalieni Mtume. Wamo wajitu makumbavu kweli nafsi zao. Sasa utasikia na yule mwenye mali anasema mimi nikitaka mke wa yoyote na mchukua mke wa mtu yoyote. Kwa hivyo anaangalia tu akipita na gari yake basi na viokiza, maana siku hizi ndo walivyo. Gari wamezitia viokiza Waislamu. Wanaanza kiza kabla hajafika makaburini. Gari viokiza. Nyumba vile vile sasa hivi zina vioo vya kiza. Wao wamekubali ni watu wa kiza na kiza, na Qur'ani hawaitaki, wamo ndani ya giza. Dini hawaitaki, wamo ndani ya giza. Ndio maana matajiri unapoambia toeni, tutakwambieni bwana hivyo mnapotoa bado hamjatoa. Maana utasikia tunatoa kutoa kote, mnatoa gani bwana hamjatoa? Hebu toeni hata tujue kama mnatoa. Mbona kwenye income tax huko mnakuwa mnababaika sana? Kwenye amri za Mwenyezi Mungu mnafanya uchoyo. Mkono wa buli tajiri yuko hivi. Lakini akisikia kwamba kuna kombe la dunia, anasema nitatoa tiketi 10 kwa Zanzibari hizo wende wakaone kombe la dunia. Free. Basi na wewe Mungu atakufanyia free kwenda motoni. Kuna haja hata kusukumwa. Free. Hawa watu wana matatizo. Wapo watu namna hii. Sasa tunazungumza hivi si kama labda bwana mnatushambulia, hatukushambulieni, tunakwambieni ili pawezekane yapatikane marekebisho. Si ndio jamani? Namna hiyo. Sasa nafsi zetu zinakwenda vibaya jamani. Kwa hivyo turejee hapa. Na hili la matajiri hili ndio maana nikasema acha niligusie kidogo. Kwa sababu gani? Tuna masikitiko hivi, tunaambiwa meli ilipata tabu kwa maana watu walikuwa wengi. Jamani, siku za mambo yao hawa meli zinakuwa bure tena wala si moja. Eti leo watu wanakwenda kwenye jitimai, tunaambiwa meli ilijaa watu. Wakati siku za mambo yao wanasema meli bure, tena utakuta watoto wetu wa kike wamo humo, ndugu zetu, kaka zetu, na zinafanywa humo, tunajikuta kondom tukijapanda tena. Kwa nini yanakuwa haya? Eti leo kwa sababu inakuja jitimai, basi meli yetu moja ndio hiyo hiyo. Matajiri wamemiliki boti chungu mzima, tena zenye kwenda kwa kasi. Lakini na wao vigwasa kwa jambo la Mungu. Wewe kusema kwamba hizo boti zangu 3 na zende, wewe nenda mbio pia kasi hata kweli, nenda kawapeleke watu Zanzibar, halafu urudi, halafu nenda tena mbio umbasi. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unaona tabu tajiri wewe. Lakini leo kisikia kuna mechi Yanga na Simba, unasema nitapunguza bei kidogo, basi na Mungu hakupunguzii bei ya moto. Maana moto unauza. Tena unanunua mwenyewe. Sote hapa tunanunua wenyewe moto. Si Mungu ndo anaposema? Au aseme? Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ulaika alladhina ishtaraw dalalata bilhuda wal adhaba bil maghfirah fama asbarahum ala an-nar. Watu wananunua nini? Wamenunua upotevu kuliko uongofu, na wamenunua adhabu kuliko msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema watu hao wana uvumilivu gani katika moto?
wana ujasiri wa aina gani kuweza kustahimili habari za moto na adhabu zake? Je, wanao uwezo huo? Kwa hiyo tujiangalie nafsi zetu jamani. Nafsi inakuwa sugu kwa mambo kadha nitakayoyataja, lakini kabla sijayataja tuitizame nafsi yako. Nitazitaja sekta ambazo nafsi zimekamata madaraka. Waweza kumkuta mtu dereva lakini nafsi yake imemshinda kuendesha. Dereva wa gari anaendesha mpaka makatapila, anaendesha mpaka ndege pengine. Tena unaambiwa sawa dereva wa ndege bwana, lakini nafsi yake akiteremka kwenye ndege anataka ulevi, kashindwa kuiendesha nafsi, lakini hodari wa kuendesha ndege. Kwa hiyo mtu unamkuta anaendesha ndege, tena anaambia dereva mzuri, wallahi huyu bwana rubani mzuri sana huyo, akiwa hayupo hatuoni raha. Lakini je, vipi nafsi yake kashindwa kuiendesha? Sasa dereva wa ndege aiangalie nafsi yake. Tunaanza kwa dereva wa ndege mpaka wanaoendesha vyombo vingine hivyo, mpaka kwenye chombo kidogo ambacho cha moto hivi mtu namkuta aendesha Vespa tu, lakini nafsi yake ameshindwa kuiendesha. Na wakati tizama mpaka kwenye vyombo ambavyo vilivyotiwa kuweza kuiendesha kile chombo ili yule mwendeshaji akiendesha kwa usalama, unakikuta kina breki, kina honi, kina taa, si ndio? Sasa kwa nini nafsi haina breki, haina honi wala taa haina? Utaendesha vipi? Kwa hivyo kama nafsi haina honi, kaitafute honi bwana uitie. Kama nafsi haina breki, kaitafute breki uiweke. Breki inapatikana wapi ya nafsi? Sio gereji kama vyombo tunapozungumza, hapana bwana. Breki ya nafsi inapatikana kwenye la ilaha. Ukishakuwa na hapo basi tayari breki itaanza kuwemo. Sasa breki ina kawaida, kuna breki zingine unatia mafuta breki, kuna nyingine za waya, nyingine wanatumia diski. Sasa inategemea ule ukamataji wake. Sasa shekhe ukiona itakuwa hafifu, vyuma vishalika, nyingine line zimekuisha, tena vinakwenda vyuma vitupu, shekhe breki hamna, katafute breki utie. Taa kama huko kwenye vikao vya heri ushakuja kutia breki. Sasa wewe ndio utie breki, alafu ukifika hapo ukagongana. Ndio sisi tukiondoka hapa, tukifika hapa, wazinifu ndo sie, wachawi ndo sisi, waongo ndo sisi, wala dhulma ndo sie. Ina maana hapo breki haipo. Hapo umekuja tia breki, kumbe uongo, haikukamata. Na fundi aliona imenasa vizuri, imendo ile takbir, kunja ngumi, tikita kidogo, kohoa semeni takbir, mpaka tunaona breki zimo na ingie barabarani. Sasa kumbe breki hana, honi hana, license pia haimo. Hawa makafiri wanapounda vyombo washatizama muundo wa mwanadamu, wanajua wazi kwamba nafsi inahitaji honi. Honi unajua wewe? Kazi nafsi inahitaji honi. Honi unaielewa kwenye nafsi? Utasema kwenye nafsi kuna honi? Honi ipo. Allahu akbar. Ili uweze kujua kama honi ipo, honi uweze kujua, sio tena kama honi ya kanisani au makengele. Tunayozungumza hapa honi ya kukujulisha kwamba hichi chombo kinakuja, kwamba hiyo nafsi tayari. Honi bwana lazima iwemo. Breki la ilaha illa Allah, honi ilmu. Ilmu ndo honi bwana. Wewe nafsi yako haitaki ilmu, huna honi, unakwenda tu. Sasa breki unazo lakini honi huna.
Kwa hivyo chombo kinakuja, chombo kinakuja. Sasa shekhe, mtu